Udhibiti na usimamizi wa silaha ni jukumu la kila Mtanzania, awe mtoto, kijana, mzee, mwanamke au mwanaume. Sote tunawajibika, kwani kwa kufanya hivyo tunakuwa tunashiriki vyema katika kuilinda nchi yetu ambayo kimsingi ni sehemu ya utekelezaji wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 28(1) ambayo inaelekeza, na nukuu, kila raia ana wajibu wa kulinda, kuhifadhi na kudumisha uhuru, mamlaka, ardhi na umoja wa taifa, mwisho wa kunukuu. Hivyo ndugu zangu wajumbe wa kamati hii, mtambue kuwa mmekasimiwa jukumu hili nyeti kwa niaba ya wananchi, na kwamba nyie ndiyo mnawakilisha Watanzania kuhusu wajibu wa kubaini, kuzuia na kupendekeza namna ya kukabiliana na vihatarishi vilivyopo kuhusiana na uzagaji wa silaha haramu. Ikiwa mwenyekiti wa kamati hii, nina imani kubwa sana na kamati hii iliyoteuliwa, na ni matarajio yangu kuwa ushirikiano baina yetu utaibua mchango mkubwa sana katika kuzuia na kudhibiti uzagaji wa silaha ndani na nje ya nchi yetu. Ndugu wajumbe, migogoro mingi duniani inayoambatana na mapigano huchochewa na uzagaji wa silaha haramu, hasa silaha ndogo ndogo na nyepesi. Kunapokosekana udhibiti wa kimkakati, machafuko huzidi ambayo hugharimu maisha ya watu, mali na miundombinu muhimu, hivyo husababisha kudorora kwa uchumi wa nchi na ustawi wa jamii kwa ujumla. Nikirejea hotuba ya Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusu madhara ya uzagaji wa silaha aliyoitoa akiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi wakati wa tukio la utekelezaji wa silaha haramu mkoani Kigoma mwaka wa 2017, alisema, na ninanukuu, madhara ya uzagaji silaha kiholela yapo mengi, ikiwa ni pamoja na kuathiri maendeleo ya nchi kiuchumi, kisiasa na kijamii. Pia kuzagaa huko kunachangia vitendo vya kihalifu ikiwemo ukatili wa kijinsia, kubaka, kurawiti na mauaji. Hivyo kila mwananchi awe mlinzi wa mwenzake, mwisho wa nukuu.